Mimi naitwa Lydia James Masawe kutoka kijiji cha Maua. Siku hiyo nilipoenda nampelekea bibi chai, bibi anasema anasikia kila mahali panamuuma, mikono yote inamuuma, hawezi hata kushika kikombe cha chai. Basi ndio nikawa nimemuuliza bibi kwa nini shida, akasema kila mahali nasikia panauma. Nikamuuliza ni nini, akasema kuna mtu alikuja usiku akanibana mdomo wangu, akachukua nguo akanibana nayo mdomo, alafu baada ya kunibana mdomo akanilalia mikono yangu, akasema mikono yote haina kazi. Nikamuuliza ni nani, akasema mimi simjui, ninamsemesha hataki kuongea, naongea naye nasema naye hataki kuongea. Basi sasa nikamuuliza alikuumiza, akasema ndio, nasikia kila mahali pananiuma, mikono yote inaniuma mpaka huku chini panauma. Basi ndio nikamwambia chini wapi, akasema huku chini pananiuma, aliniingizia kidole huku, sijui ni kitu gani aliingiza huko, kwa hiyo nasikia pananiuma sana na mikono yote haina kazi. Akasema mimi kwa kweli nilipiga kelele, sijaona hata mtu aliyekuja, nimemuita hataki kuongea. Basi na sasa bibi tayari mkono umevunjika, mkono tayari umevunjika. Nikamuuliza nini mkono, akasema ni huyo aliyekuja akanishika mkono wangu kwa nguvu, mimi natoa mikono yangu siwezi, akanishika mkono mpaka nikasikia mkono unauma, baadaye najigusa tena mkono siwezi. Kwa hiyo basi nilivyoona kwamba bibi kavunjika mkono, basi ikabidi nimlishe bibi chai, kwa sababu hakuweza tena kushika kikombe cha chai, hakuweza tena kunywa chai, ikabidi nimlishe chai, akamaliza kunywa chai. Basi ndio ikabidi tufanye utaratibu wa wa kumpeleka hospitalini. Bibi alivyonieleza kwamba akasema kwamba alisema alimuingizia kitu huko chini. Mimi pia kumwangalia bibi nikakuta kweli kama kuna uchafu fulani huko chini. Basi nikamlisha tu bibi chai pale, basi nikamaliza kumlisha, ndo tukafanya process ya kumpeleka hospitalini. Lakini pia vile vile tukasema kwamba tutaweka doria mpaka hadi tuweze kumkamata huyu mtu ambaye ndio aliyekuja kumuingilia bibi. Kweli niliumia sana moyoni. Mtuhumiwa mwenyewe ni sawa na mtoto ambaye yani amefanya kitendo ambacho kisingestahili kumfanyia yule bibi. Yani bibi wa bibi ameenda kumfanyia kile kitendo ambacho ni mtoto mdogo, ni mtoto ambaye yani umri wake hauendani na yule bibi. Kiliniuma sana. Bibi hajielewi. Bibi ameshapatwa na tatizo, yani hata kupumua kote hawezi kupumua. Yani ndio hivyo kwa kweli. Hayo matatizo alikuwa nayo kabla au yametokea baada ya hilo tukio? Yametokea kulivyotokea ile tukio. Bibi alikuwa anakula mwenyewe. Pamoja kwamba haoni hasikii. Alikuwa anakula mwenyewe, alikuwa na utambuzi mzuri tu. Anakutambua. Lakini mpaka sasa hivi bibi amepoteza ufahamu, hawezi kula. Tangu ndio. Pole sana. Nilipofuata siku ya 3 yake, akaleta tena lalamiko hilo. Mtu huyu amekuja tena usiku, angalia amenikaba na nifanya hivi na hivi na hivi, ni nani? Kweli hicho kitendo kikaki kinatuuma sana. Tukapanga sasa kwamba embo pale tusimwache bibi hivi hivi. Inawezekana kweli kuna lijito ambalo linamsumbua bibi hatujui. Embo ngoja niweke ulinzi wa kutosha mpaka ikifika mida ya saa 7 nikishaona mna kitu basi mimi nikapumzike. Haya. Tukapanga sasa kwamba embo pale tusimwache bibi hivi hivi. Inawezekana kweli kuna lijito ambalo linamsumbua bibi hatujui. Embo ngoja niweke ulinzi wa kutosha mpaka ikifika mida ya saa 7 nikishaona mna kitu basi mimi nikapumzike. Haya. Nikakubaliana naye pia na mjomba wetu yuko jirani yetu hapo, anaitwa ndugu Pasco. Basi imefika kweli siku hiyo ya Alhamisi majira ya saa 3 ya usiku. Basi tukapeana taarifa. Nikafika kwenye familia ndo hapa kwenye tukio, nikamsikilizia babu amelala zake anakoroma. Nikaenda kuangalia kwa bibi kule, mlango wake umerudishwa vizuri, amelala. Basi nikarudi
kuna hii nyumba iko kwa pembeni hapo. Basi nikaa nimetulia hapo mlangoni. Nasikilizia tu, nikasikia kitu kama bibi amepiga ukunga huko. Yoi. Nikasema bibi ana shida gani? Oi, niache. Wewe nani? Wewe nani, niache? Alafu anamkaba sasa. Atali kutoa sauti tena anashindwa. Ile nimefika mlangoni. Ile na washa tochi yangu sasa. Nikakuta mlango ulikuwa umefungwa vizuri lakini upo wazi. Yaani upo wazi nusu. Sasa papo hapo mimi sikushikwa na butwa. Nimeshachungulia tu mlango. Niko kwa pembeni hapo. Nikienda kuongea nao. Jamani, fanyeni haraka, kuna mtu uko ndani kwa bibi. Usikule. Huko jamaa bado anaendelea kumsumbua bibi. Basi tulichokiona ndugu, kweli kilitutia hata aibu na sisi wenyewe. Ni kijana mdogo sana, lakini kwa mambo walioyafanya kweli hayo yanauma, yanakera na ni aibu sana. Wilaya gani nifuatilie? Maana unajua siku zikishapita nyingi uweze kutunza, na siku ofisini niko kwenye mnada. Ndio. Hebu niandikie kwenye text kwenye message. Ndio. Alafu niwaambie niandalie.